sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nami kwa heshima kubwa naomba kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mtukufu ambaye ametujalia tumekuwa hapa bungeni tukiwa na afya njema. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la pili, naomba kwa heshima kubwa nichukue fursa hii kumpongeza sana mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ushindi mkubwa wa kishindo aliopata katika uchaguzi ulioisha wa Oktoba 29, 2025. Sambamba na hilo nimpongeze sana Daktari Hussein Ali Mwinyi kwa ushindi mkubwa wa kishindo kule Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mara nyingine nikishukuru sana chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwa kunipa heshima ya kupendekeza jina langu na kuwashukuru wananchi wa jimbo la Malindi kunipigia kura nyingi za kishindo, na leo nimesimama kijana wao nikiwa ni mbunge ambaye siku zote nimeahidi kuwa sauti ya wana Malindi na kuhakikisha jimbo la Malindi linapata mabadiliko makubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue fursa hii kumpongeza Waziri Mkuu ambaye amepata fursa ya kuaminiwa na Mheshimiwa Rais, lakini niwapongeze wabunge wote ambao Chama cha Mapinduzi kimeona sisi tunafaa kuwa wawakilishi katika maeneo yetu, na kwa hili tumpongeze sana mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa na imani na sisi, na naomba tumpigie makofi mengi sana mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nilibahatika kupata nafasi ya kuipitia hotuba ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo, ambayo imeelezea mpango elekezi wa muda mrefu, mpango elekezi wa miaka mitano na ule wa mwaka mmoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia dhima na malengo ya mpango wa 4 hasa wa kipindi hiki cha miaka mitano, unaeleza kwamba ni kuwa na mageuzi kwa ajili ya ukuaji wa uchumi jumuishi na uzalishaji wa ajira. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza niunge mkono jambo hili, lakini vile vile nikiwa kama kijana, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapozungumzia mageuzi kwa ajili ya ukuaji wa uchumi, uchumi shirikishi, uchumi jumuishi na uzalishaji wa ajira na ukuaji wa pato la taifa, ni lazima tukubaliane jambo moja, na jambo hili ni la msingi sana mwenyekiti. Hakuna nchi yoyote duniani inayotegemea kuongeza ajira na kukuza uchumi wa nchi yake kwa kutumia zaidi kuliko kuzalisha zaidi. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi nyingi zilifanikiwa, na sisi Tanzania kwa kiasi kikubwa tumefanikiwa, lakini lazima tukubali kubadili baadhi ya sera za nchi yetu. Na hii Mheshimiwa Mwenyekiti, tukubaliane uchumi wa kuzalisha ndio uchumi ambao unasaidia kukuza ajira kwenye nchi yetu. Na uzalishaji huu mwenyekiti, ni lazima bila kupepesa macho tuwashirikishe vijana ambao ndio nguvu kazi na injini ya taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitatoa mfano. Nchi ya Nigeria, wakati walipoamua kulinda uzalishaji wa mpunga ndani ya nchi yao, wakati walipoamua kulinda viwanda vinavyochakata mpunga na kutoa mchele kwenye nchi yao, kwa makusudi vilitoa nafasi ya viwanda hivi kukua na kutoa fursa kwa vijana kujishirikisha moja kwa moja kwenye vilimo, tija na biashara. Leo mwenyekiti, tunazungumzia kwa takwimu wa mwaka 2024 zaidi ya 75% Nigeria wanatumia mchele wao wenyewe. Na hii imetokana kwa sababu walikubali kubadilisha sera zao. Sasa kama vijana, ni kipi tunashauri serikali? Serikali iangalie namna bora ya kupunguza tozo kwa viwanda ambavyo vinaongeza thamani ya mazao yetu. Na hapa mwenyekiti, nipongeze serikali. Tukenda maeneo ya kusini kule Lindi, Mtwara, tunapata somo hapa. Pale tulipoanza kuhakikisha kwamba zao la korosho lazima lianzwe kuchakatwa likiwa ndani, tuliona ajira ziliongezeka, korosho zimeongeza thamani. Leo vijana wa Kitanzania
wanapata fedha nyingi kupitia korosho. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la pili, kuwa na elimu na mafunzo yanayolenga ajira. Mheshimiwa Mwenyekiti, tatizo letu sisi wa Tanzania sio kwamba hatujasoma, sio kwamba vijana hawana elimu, bali mara nyingi hawajasomea kile soko kinahitaji. Na kwenye hili nimpongeze sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni miongoni mwa vijana ambao wamebahatika kutembea mikoa yote Tanzania. Kila mkoa, kila wilaya, serikali imewekeza fedha nyingi kujenga miundombinu bora kuwapatia elimu vijana wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo kwa mfano ukienda Ujerumani wamefanikiwa kwa namna moja kupunguza changamoto ya ajira kwa vijana. Na hakukuwa na miujiza, bali walitumia mfumo unaoitwa dual training. Mwanafunzi anasoma na wakati huo anapata uzoefu wa kufanya ajira katika maeneo mbalimbali. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa tuishauri serikali ufike wakati tuone namna bora ya kuwashirikisha wanafunzi katika ajira wanapotoka wamepata uzoefu, na kusaidia makampuni mbalimbali ziwachukue vijana hawa wawafunze na wao wanawapa malipo. Lakini tuangalie makampuni haya namna gani ya kuwapunguzia baadhi ya tozo waweze kufanya hili. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tunao mifano hai. Ukiangalia wanafunzi waliomaliza VETA, waliosomea ufundi wa umeme, welding, ujenzi, hawa wakiingia mtaani hawapati shida kutafuta ajira na kuajiriwa kwa sababu amesomea kwa vitendo. Mheshimiwa Mwenyekiti, rais wetu ameendelea kuweka mkakati wa kujenga VETA nchi nzima, kila wilaya. Serikali inafanya vizuri, lakini tunaomba tuwashauri kufanya vizuri zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ya muda, nataka nizungumzie kidogo kuhusu kilimo cha kisasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kilimo kisionekane kwamba ni sekta ya umaskini. Kilimo ni fursa ya biashara. Mwenyekiti, hapa Tanzania ukenda maeneo ya Kilombero, ukenda Mbarali, serikali imeweza kuwekeza vizuri katika njia ya umwagiliaji. Nipongeze sana serikali yetu. Kwa hiyo Mwenyekiti, tukifanya hivi, tukizalisha, viwanda vidogo vidogo vitakuwa, ajira zitaongezeka. Leo ukenda Bangladesh, mamilioni ya vijana wameajiriwa katika viwanda vya kutengenezea nguo. Tuna mifano hapa. Ukenda Singida, viwanda vya Halizeti vimeajiri vijana wengi. Hata hapa Dodoma vimeajiri vijana wengi. Tunaishauri serikali kuhakikisha ya kwamba wanapanua industrial parks katika mikoa na kufikisha huduma zote muhimu ikiwemo barabara, umeme wa bei nafuu na maji ya kutosha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kumalizia kutokana na muda, tuwe na mitaji rafiki kwa vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, vijana wana mawazo, vijana wana utayari, vijana wana uthubutu, lakini changamoto ya vijana wamekosa mitaji na fedha. Nipongeze serikali yetu. Mheshimiwa Rais amehakikisha 10% katika kila halmashauri mapato yake yanatengwa kuwasaidia vijana, kuwapa mikopo ya kina mama na wenye mahitaji maalum. Vijana wanapata 4%. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tujiulize, takwimu zinaonyesha zaidi ya vijana milioni 24 wameshapata fedha hizo. Serikali inajitahidi sana kuhakikisha kwamba inatoa input ambayo ni capitals. Serikali inafanya kazi ya kutoa output ambayo ni kuwapa mikopo hao. Wapi tunakwama? Tunakwama kwenye outcomes na impact. Hatuoni hiyo mikopo inafanya activities gani ambazo vijana wanaweza kuonyesha. Hatuoni economic growth ya vijana ni ipi. Leo tujiulize, kijana tuliyemkopesha alikuwa na uwezo wa kuingiza 500,000 kwa mwezi. Je, leo anaweza kuingiza 2,000,000 kwa mwezi? Kijana huyo anaweza kujijengea nyumba yake na kusaidia familia yake. Kwa hiyo nitoe rai na hasa kwa Wizara ya Vijana, kakaangu John Nauka, tuangalie namna gani outcome na impact kwa mikopo ambayo vijana wanapatiwa ndani ya serikali. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kumalizia, asante sana Mheshimiwa muda. Naomba niseme naunga mkono hoja na serikali tunaipongeza kwa kazi kubwa inayofanya kuletea maendeleo wananchi. Nakushukuru sana Mwenyekiti.